Mpenzi mtazamaji wa Mtaa kwa Mtaa, tayari tumeshawasili hapa katika mtaa wa Pasiansi, maeneo ya maliasili. Tumekuja kumtembelea moja kati ya wapambanaji ambaye ndugu yetu Doto Mgendi, kuja kuangalia shughuli ambazo anazifanya, akijishughulisha na masuala mazima ya utengenezaji wa viungu na uuzaji pia vile vile wa maua. Tutakwenda kuangalia na kufahamu changamoto ambazo anakutana nazo katika biashara yake na kazi zake kwa ujumla, lakini pia vile vile na faida ambayo alikwishaipata kutokana na kazi ambayo anaifanya, lakini pia vile vile support ambayo anahitaji ili kufikia yale malengo ambayo amejiwekea katika maisha yake. Ambatana nami mtangazaji wako Nasor Said mwanzo mpaka mwisho na tamati ya kipindi hiki cha Mtaa kwa Mtaa. Karibu. Naitwa Doto Mgendi, ni mtunza mazingira wa eneo la Pasiansi, kona ya maliasili hapa. Jishughulisha na biashara ndogo ndogo kama kutengeneza viungu, kuvipamba na kuuza maua. Tangu nianza biashara hii nimeanza tangu mwaka 2024. Sasa nina miaka mitatu ndani ya hii biashara. Biashara sikuanza mwenyewe binafsi, nilishirikiana baadhi ya watu ndo tukaweza kufikia malengo hapa tulipofikia mpaka sasa tuko tunazungumza katika hii media. Kiukweli njia ziko nyingi tunazotumia, njia ziko nyingi kwa sababu ili upate chungu lazima uandae vitendea kazi. Cha kwanza unaweza kutafuta mchanga, ukaandaa mchanga au ukaandaa simenti. Mafundi tuko nao sisi wenyewe kwa sababu hii ni kama kampuni kwa sasa. Mafundi tuko nao, then wanakuja wanatengeneza. Tunakuwa na mafundi wa kupaka rangi, basi tunapaka rangi, chungu kinapendeza. Ndio maana unaona tumependezesha barabara hii ya airport. Katika biashara changamoto hazikosi, changamoto zipo, changamoto ni nyingi. Tunakutana na changamoto nyingi. Changamoto kubwa, mimi na imani changamoto tunazopata kwenye biashara ni tunakutana na wateja wasumbufu, hasa na wateja wanaokopa. Kuna wale wateja wanaokopa bidhaa alafu kulipa inakuwa ni tabu, kuliko yani wao wanajali maslahi yao kuliko kutujali sisi, kwa sababu sisi tunatumia material kufikia malengo, kufikia malengo. Lakini then mtu anakuja anakuaminisha katika biashara yako kwamba hii pesa iliyobaki, ananunua mzigo, inabaki pesa unamdai, anakuambia hii pesa iliyobaki unanidai nitakuletea siku fulani, lakini unakuja kumdai tena, inakuja inakuwa vita. Unaona, anashindwa kunithamini kwamba na mimi ninafanya hii biashara ili nifikie malengo yangu. Hizo ndio changamoto kubwa zinazokutana nazo. Mafanikio nilionayo kwa kweli makubwa, kwa sababu sina miaka mingi katika hii biashara. Nimepata kiwanja, nimejenga, nimepata nyumba katika hii biashara. Kulingana na hii biashara nimefungua tena vitega uchumi vingine ambavyo ni kama bustani hivi za maua. Nimefungua na nimeweka vijana wanaendelea na kazi. Basi na mimi mwenyewe ninapamba, ninatengeneza magadeni katika nyumba za watu. Ndo kazi ninayoifanya katika biashara yangu hii. Vijana ambao wako chini yangu katika sehemu zote hizi za kazi zangu, nina vijana 6 ambao wako chini yangu. Kwa sababu vijana lazima walipwe. Sisi hatulipi kwa mwezi, tunalipa day. Yani jinsi anavyofanya kazi, akimaliza kazi tunalipana, basi anaondoka, kesho anaingia kazini. Ndio kazi tunazokuwa tunazifanya. Kiukweli mimi ningependa kuwashauri vijana wenzangu huko mitaani waliko, ninawaomba wanyanyuke, wasidharau kazi. Kazi ni kazi. Kazi yoyote usifanyie macho. Siku zote vijana wanapenda kufanyia kazi macho. Ukimpa kijana kazi, yeye anaifanya kwa macho. Unaona, anaona hii kazi ni ngumu, siwezi kufikia malengo. Nina imani kila kazi unaweza ukaifanya na ukafikia malengo yako unayohitaji kufikia. Mimi ninachowashauri vijana, tuache kukaa katika mitaa na katika magenge tunadanganyana. Tuache kukaa kwenye vijiwe. Unakuta vijana wamekaa kwenye vijiwe wanapiga story kuanzia asubuhi mpaka jioni. Alafu wewe unakwenda kushughulika. Mimi hapa nashikashika udongo, na unaona kama hapa kuna wachoraji wanashika rangi wanachafuka. Unaona, baadaye wanahitaji kulipwa. Si ndio? Hawa wote ni vijana wamejitoa katika hii kazi. Sio kwamba walienda shule, walijifunza. Mimi nachowashauri vijana wenzangu, na wao wajifunze kupitia sisi. Wasikae kulia na rais wa hii nchi kwamba mama. Wewe unataka mama akuletee mtaji mpaka nyumbani, na yeye naye ana familia yake. Unaona, na yeye naye anatengeneza mazingira na familia yake. Kwa mimi ningeomba vijana tunyenyuke. Tusikae kulia na mtu, nyenyuka, tafuta kazi fanya, tafuta kibarua fanya.
ili unajua ukiwa na kazi, kijana wote akiwa na kazi ni vigumu tutakomesha ombaomba katika nchi yetu. Kwanza faida kubwa ninayoitengeneza katika serikali yangu ni kutunza mazingira. Kiukweli wanapopita viongozi hapa wakubwa wanaona vyungu, wanaona maua, yani ni kwamba tumetunza mazingira na wanafurahi kukuta kwamba ili eneo ni eneo safi, linatunzwa vizuri, kuna mazingira mazuri. Ninachokuambia ndugu mtangazaji, ninachokuambia kuna wazungu wanakuja hapa kupiga picha, walau wanatuachia hata senti kidogo. Unaona, hiyo ndio serikali yangu inachofaidika kulingana na kazi yangu. Sapoti kubwa nayohitaji, nilikuwa nahitaji serikali tuangalie sisi watu tunaotunza mazingira. Tunapitia hali ngumu katika hii kazi, tuna changamoto kubwa sana. Kwanza hatuna vifaa vya kutosha. Sasa mimi sapoti nayohitaji katika serikali, ninaomba kwanza mashirika ya mikopo yatutembelee, yatuone, yatutizame na sisi ni wafanyabiashara kama wafanyabiashara wengine. Hapa tumekuja hatujaja kupamba barabara, tumekuja sawa, tumepamba barabara lakini tupo kibiashara zaidi. Kwa hiyo tunaomba mashirika ya mikopo, mashirika yoyote makubwa, wawekezaji wajitoe kwa sababu ya sisi tunaotunza mazingira na sisi tuweze kujikwamua katika hii hali ngumu na hizi changamoto tunazopitia. Tuipende Tanzania, tuijenge Tanzania. Mpenzi mtazamaji wa Tanzania Yetu TV, mpaka hapa tumefika mwisho na tamati. Kipindi hewani ilikuwa ni Mtaa kwa Mtaa, na imani mtazamaji umefaidika na mengi, umejifunza mengi tulivyoanza mwanzo wa kipindi chetu mpaka hapa tulipofikia. Sisi hatuna la ziada, tukutane tu kipindi kijacho ambao ni siku ya Alhamis hapa katika kipindi cha Mtaa kwa Mtaa. Ulikuwa nami mtangazaji wako Nasor Said. Usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, YouTube Tanzania Yetu TV, lakini pia Instagram, Facebook, TikTok na X official Tanzania Yetu. Tuipende Tanzania, tuijenge Tanzania.